Umegundua usipojua injili unakuwa mjinga sana eh? Kwa hiyo unajiuliza nitamwambia nini tajiri? Yesu alikufa kwa ajili gani kwake? Kwa hiyo ukiangalia mtu yuko kwenye gari lake liko juu ameshusha kioo, anakuangalia anambia, "Samahani, naweza kuhubiri habari za Yesu?" Wewe utaniambia nini? Sasa ngoja subiri kwanza. Amen. Utapata usemi, unatafuta usemi wangu, utapata usemi. Utakuwa na cha kusema. Kwa nini watu wengi? Ni kwa sababu hawajui injili ni nini na injili inafanya nini. Mtu anaweza akaa kwenye gari kubwa na akaa na matatizo makubwa kuliko gari kubwa, ambayo dawa ni huyo huyo Yesu, ambayo utamhubiria asiye na nyumba, aliyeko chini ya daraja, anayelala kwenye sakafu, anayeliwa na mbu. The same gospel. Anahitaji huyo tilio hiyo, anahitaji huyo anayepanda ndege. It doesn't change kulingana na situation. Kwa hutakiwa kujikoki kwamba anamwambia nini huyu. Jini ile ile. Watu wote kila mahali, kila mtu kila mahali anatakiwa kusikia habari za upendo wa Yesu Kristo, kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zake. Ana access ya kufanyika mwana wa Mungu milele. Ana access ya kupokea roho wa Mungu. Ana access ya kuingia, ya kufanyika taifa la Mungu, watu wa milki ya Mungu. Injili ni ile ile. It doesn't change. Umeelewa sasa? Wowote ni nini? Sasa ngoja nikuulize, kwenye wowote wewe unaendaga kwa nani? Kwenye wowote unaenda sokoni kuhubiri injili, unamcheki mtu gari aliyoshuka nayo huyo, uliojiombea ujasiri na usemi, ili kufanya nini? Kwenda kumhubiria injili tu, ili ukamkwepe mtu ambaye utakiwa kumhubiria injili.